Wito huo umetolewa na kaimu meneja wa usaidizi wa kiufundi kwa waendeshaji wa miradi kutoka REA, Mhandisi Emmanuel Yesaya, wakati akizungumza kwenye ziara ya ukaguzi wa mradi wa usambazaji wa gesi asilia ya kupikia kwa wakazi wa kata za Mingoyo pamoja na kata ya Mnazi Mmoja zilizopo hapa manispaa ya Lindi. Kata hizi ni moja kati ya maeneo ambayo yamepitiwa na ule mkuza wa gesi asilia kutoka mkoani Mtwara kwenda Dar es Salaam. Kwa hivyo hatua hii ni moja kati ya sehemu ya kuwafanya sasa wakazi wa maeneo haya wawe wananufaika na miradi mbalimbali ya gesi asilia. Wakala wa Nishati Vijijini umetoa ruzuku ya takriban shilingi bilioni 6.8 kwa ajili ya kuwezesha mradi huu katika mikoa ya Lindi na Pwani, ambapo utekelezaji wa mradi huu umefanywa na kusimamiwa na wenzetu wa shirika la TPDC ambao ndio wamiliki wa miundombinu hii ya gesi asilia. Tuliona kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa wananchi ambao wanaishi pembezoni mwa mkuza wa bomba kubwa la gesi waweze pia kunufaika na gesi hii kwa kuweza kutumia majumbani mwao kwa kupikia. Kwa wananchi ambao wako wamefikiwa na gesi asilia, basi waweze kujitokeza kwa wingi na kupeleka maombi yao TPDC kwa ajili ya kufungiwa gesi hii ambayo itawasaidia sana. Nao baadhi ya wananchi ambao tayari nyumba zao zimeunganishwa na gesi asilia ya kupikia wanaeleza namna ambavyo nishati hiyo imekuwa rafiki kwa kulinganisha na nishati zingine walizokuwa wakitumia hapo awali. Kwanza yanarahisisha kupika chakula kiurahisi, kwa muda mchache tu chakula kimeiva. Mkaa mimi ndani nilikuwa nanunua viroba vitatu. Viroba vitatu maana yake kila kiroba kimoja 7,000. Viroba vitatu maana yake 21,000. Nilikuwa natumia mwezi mmoja. Hiyo 21,000. Na mapishi ni yale yale kutwa mara 3. Sasa hii uniti 10 nimetumia siku 21 na hazijaisha bado uniti 4. Kwa hiyo upande huu wa gesi ni kuzuri zaidi kuliko kwenye mkaa au kuni. Kipindi cha masika, mvua zimenyesha, kuni huko umeenda kutafuta kuni zimeloa, unakuja kuwasha kuni haziwaki. Lakini sasa hivi imeturahisishia maisha. Utekelezaji wa mradi huu ni moja kati ya hatua zinazochukuliwa kwa vitendo na serikali katika kutekeleza mpango wa matumizi ya nishati safi ambao umepanga kufikia 80% ya Watanzania ifikapo mwaka 2034 wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Kutoka hapa Lindi, mimi ni Omar Mikoma FM.